Karibuni sana KingoFarm. Sasa bwana, sisi KingoFarm tumejikita zaidi kwenye kupunguza gharama za ufugaji. Sasa kuna kitu kimoja ambacho ninataka niwaelekeze. Humu kwenye box kuna vifaranga 9 tu. Nataka niwaelekeze wale ambao mnafuga kuku wa kienyeji, namna ambavyo unaweza ukapata kuku wengi kwa muda mfupi. Kwanza nitaanzia hapa. Kumbuka kuku anataga mpaka mayai 14 ndipo aanze kulalia. Japo sisi KingoFarm tunacho kitabu ambacho kama utawatengenezea kuku wako hiyo kanuni ya chakula, huwa wanataga hadi mayai 25 hadi mangapi huko. Bado ana muda wa kulalia, ambapo atalalia siku 21 ndio akuangulie vifaranga, umeona? Na bado ana muda wa kulea, ambapo anaweza kalea hadi mwezi 1.5 akawa tu anawalea hawa wa vifaranga. Kwa hiyo unaweza kuona ukijumlisha hapo, tuseme tu ametaga mayai siku 14 hiyo ya kutaga, akalalia siku 21, akalea mwezi 1, unapata kama miezi 2.5 anakuwa anapoteza tu kwenye kwa ajili ya kuzalisha vifaranga. Na huenda katika malezi ya kuku akiwa analea yeye mwenyewe, labda alitotoa vifaranga 9 kama hivi, wakapotea, wakabaki vifaranga 2 au 1. Kwa hiyo hapo huwezi ukawa na kuku wengi wa kienyeji hata siku moja. Kwa hiyo hapa nataka nikupe njia sahihi za kukufanya wewe ili uweze kuwa na vifaranga wengi, kuku wengi wa kienyeji ndani ya mwaka mmoja. Sisi hapa KingoFarm tulinunua mitetea kama 26 hivi. Lengo letu kubwa ni kuwafanya wawe wengi kwa njia ya kawaida kabisa, ambayo naamini pia hata wewe unayetazama hii video, kama utatumia hii mbinu, hata kama una mitetea 2 au 3, ndani ya mwaka mmoja utafikisha idadi kubwa sana ya kuku. Kwanza sisi hatujataka kutumia hii incubator. Hapa tunayo hii incubator, hii hapa. Hii ni incubator ya dukani. Hatujataka kuitumia hiyo, tukaja kutengeneza incubator ya asili hii hapa. Hii incubator tumeitengeneza na ndio ambayo ilikuwa imeangua baadhi ya vifaranga hapa. Kuna vifaranga ukitoa 2, huyu hapa na huyu hapa, vifaranga wameanguliwa kwenye hiyo incubator ya asili. Na hiyo incubator gharama ambazo tumetumia kuitengeneza ni shilingi 5,000, kama shilingi 5,000 tu. Na tunalo darasa ambalo litaanza tarehe 20 hii ya mwezi wa 4 mwaka 2026, ambalo tutakuwa tunaelekeza jinsi ya kutengeneza hiyo incubator ya asili. Kwa hiyo unaweza kujiunga na darasa letu kukupiga namba ya simu ambayo ipo hapo. Kwa hiyo hapa maana yake hizi siku 21 huyu kuku ambaye ilitakiwa alalie haya mayai tunakuwa tumezisave. Yani kuku asipolalia mayai ndani ya wiki moja tu anaanza kutaga tena upya. Kwa hiyo tulimnyang'anya kuku mayai, na tumaini na wewe utakuwa umemnyang'anya kuku mayai, ndani ya siku 21 atakuwa ameshakutagia mayai mengine. Ila wewe yale ambayo uliyaweka kwenye incubator umefanikia kutotolesha kama hivi hawa vifaranga. Muda ambao ilitakiwa huyu kuku labda awalee hawa vifaranga, unawalea we mwenyewe kwenye box kama hivi, umeona? Na hili box ni la kulelea vifaranga. Hawa vifaranga unaowaona humu tutawalea humu ndani ya muda wa wiki 2. Vifaranga wa kienyeji hawakui kwa haraka zaidi. Kuna box jingine kubwa zaidi tutalitengeneza. Wale ambao wanajiunga na kundi letu tutazidi kuwaonyesha progress, maendeleo ya huu mradi. Kujiunga na kundi la kawaida ada yake ni shilingi 8,000. Hilo ni la mafunzo tu, ndo tunafundisha hawa vifaranga kwenye maji tunawekea kitu gani, kwenye makopo hivi, na hatujataka kucomplicate sana, kuweka mambo yawe magumu sana, umeona? Hii ni plate tu ya chombo chakula. Hili kopo tu tumekata, tunawawekea maji humu, wanakunywa. Kwa hiyo ni wewe unatumia vile vifaa ambavyo wala havina gharama. Na hili balbu la taa ili hapa kwa ajili ya joto, kwa ajili ya kuwapa hawa vifaranga joto. Kwa hiyo unaweza ukaona namna ambavyo tumefanikiwa
kuwakuza hawa vifaranga kwa gharama nafuu kabisa. Sasa hizi siku 21 ambazo ilitakiwa huyu walalie kule, atakuwa ameanza kutaga. Tunaweka tena mayai mengine humu kwenye hii incubator huku yule kuku akimaliza kutaga pale ambapo anatakiwa aanze kulalia tena, ataanza tena kutaga. Kwa hiyo ndani ya ule muda ambao ilitakiwa alee tu hawa vifaranga, utakuwa umezalisha mara 3 zaidi ya vifaranga kama hawa hapa. Yaani zile siku 14 alizotaga mara ya kwanza ulimnyang'anya ukaweka kwenye incubator, siku 21 ambazo ilitakiwa atage umenyang'anya ukaweka tena zaidi hata ya mara 5, kwa sababu hawa vifaranga akianza kuwalea atawalea sio chini ya mwezi 1.5 hadi miezi 2. Kwa hiyo utakuwa umeshapata vifaranga wengine tena. Kwa hiyo hii mbinu itakusaidia sana wewe kuweza kupata vifaranga wengi kwa gharama nafuu kabisa. Achana na hizi incubator ambazo zinauzwa gharama sana madukani. Sisi tunatengeneza incubator hizi za gharama nafuu, na tumeandaa darasa la kukufanya wewe uweze kutengeneza incubator ya gharama nafuu, lakini pia upate faida kwenye mradi wako ambao utakuwa unaufanya, upate vifaranga wengi ndani ya muda mfupi kama sisi hapa ambavyo tunafanya. Usichukulie poa, vifaranga wapo 9 tu, lakini tunahangaika nao kwa hali na mali, tena kwa gharama nafuu, kwa sababu hata humu tunaweka tiba za asili. Tunatumia tiba za asili ambazo ni bure kabisa. Hatujataka kununua vitamini za gharama kwa ajili ya vifaranga hawa wadogo, kununua vyombo vya gharama kwa ajili ya vifaranga hawa wachache. Kwa hiyo hivi ndio namna ambavyo tunakwenda na hawa vifaranga kwa gharama nafuu. Lakini tuliahidi kabisa wale kuku 26 tununua jumla 30, ukifika mwezi wa 12 tupate idadi kubwa sana ya vifaranga na mbinu nyingine ambayo ninakuelekeza, unaweza ukawaacha kuku watage walalie mayai. Wakikwisha kumaliza kulalia mayai, wakitotoa vifaranga, unawalea mwenyewe kwenye box kama hivi. Yule tetea unamwacha, ataanza tena kutaga upya, atalalia, akiangua tena unaweka hivi. Hizi mbinu ndio zitakufanya wewe uwai kufanikiwa kupata kuku wengi zaidi, kuliko ambapo ukaacha tetea yeye mwenyewe awe anawatafutia kuku hawa vifaranga chakula, anawalea. Utachelewa kwenye ufugaji, yani utachelewa kiasi kwamba hata kama kuku akaangua vifaranga wengi, utashindwa kupata vifaranga kuku wengi, kwa sababu muda mwingi anatumia kulea kuliko kutaga na kulalia. Kwa hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukafanya. Na wakumbusha tu kujiunga na darasa letu la kutengeneza incubator za boxi ni shilingi 10,000, na darasa linaanza tarehe 20 huu mwezi wa 4 mwaka 2026. Maana hii video inakaa hapa, sije ukaja kuisikiliza hizi tarehe zikawa zimeshapita.